kunialika katika hafla hii kwenye taasisi hii inayotoa mafunzo ya ujasiriamali na maadili kuwa mgeni rasmi wa siku ya leo. Asanteni sana kwa kuona ipo haja kwamba nafaa kuwa mgeni rasmi. Asanteni. Naomba nishukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia tukakutana pamoja siku ya leo, lakini naomba nitoe maelezo mafupi yenye mustakabali na siku yetu ya leo. Leo tunaishi katika dunia yenye mabadiliko makubwa ya kijamii na kiuchumi. Vijana wetu wanahitaji zaidi elimu ya darasani, wanahitaji maadili mema, stadi za maisha, ujuzi wa kujitegemea ili waweze kukabiliana na changamoto za ajira na matumizi mabaya ya muda pamoja na athari za changamoto za mmomonyoko wa maadili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za kidini na wadau mbalimbali katika kuwawezesha vijana na wanawake, kuwapatia elimu, ujuzi na fursa za kujitegemea. Nimefahamishwa hapa kupitia katika risala iliyosomwa kuwa pamoja na yote lakini bado kunahitajika kukamilisha miundombinu, kupata thamani ya vifaa vya kufundishia, kuanzisha maabara ya kompyuta, kununua vifaa vya mafunzo ya ufundi na ujasiriamali pamoja na kuwasaidia wanafunzi wasiokuwa na uwezo. Ninatoa wito kwa wadau kuunga mkono juhudi hizi kwa kuwa ni uwekezaji wa moja kwa moja katika maendeleo ya vijana wetu na taifa kwa ujumla. Lakini pia kwa upande wa serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto tunawahakikishia kuwa tutakuwa pamoja katika harakati zote kuhakikisha basi madrasa hii inasonga mbele, na hasa kuhakikisha vijana wetu basi tunaweza kuwakwamua na kuwawezesha katika yale mambo yao yanayopelekea kufikia ndoto zao. Kwa kauli hiyo, ni kabla kumalizia, naomba nitoe wito wa mambo manne yafuatayo. Katika mchezo wa kuigiza kusoma utenzi, baba yetu hapa alikuja kutoa namna gani tukaona kwa upekee dunia sasa ilivyo na changamoto tunazokabiliana nazo, tena kiuhalisia. Kwa upekee kuna mambo matatu ya mmomonyoko wa maadili. Kwanza, uongezekaji mkubwa wa udhalilishaji wa wanawake na watoto, hata mchezo ulionyesha. Lakini pia kwenye udhalilishaji huo kunazaliwa mambo mengi sana, ikiwemo liwatu iliyokithiri. Niwe muwazi, kwa sasa jamii wetu inakabiliwa na furiko la liwatu. Watoto wadogo kuanzia miaka 3 hadi 12, 15 ndio waathirika wakubwa. Na katika hali hii unapowakaa nao wale vijana waathirika ukawaambia acha hii tabia, kwambia siwezi kuacha kwa sababu sina tena uwezo wa kuacha. Nilianza tangia mdogo nikiwa darasa la 2 la 3. Na mimi natamani niache, kama kuna dawa naomba unisaidie niache. Lakini dawa ya kuacha hakuna. Lakini jambo la pili baya na kubwa ambalo limo kwenye jamii yetu ni msongamano mkubwa na mrundikano wa vijana wetu kujishirikisha kwenye madawa ya kulevya. Na hili jamii tuna wajibu wa kuliona upekee kwamba pamoja na mmomonyoko wote wa maadili kuna mambo haya matatu makubwa. Lakini jambo jingine la tatu kwenye ukubwa wake ni alilolisema baba, talaka. Jamii yetu ina mambo haya matatu makubwa ambayo ndio mchache wa kupelekea mmomonyoko mzima wa maadili. Lakini tukijiuliza nani aje atengeze? Mtume haji tena sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo mtume wa mwisho. Lakini sie tuliopo kwenye ulimwengu huu ndio masuli wa haya tunayoyaongelea. Cha kusikitisha kwenye hili, baadhi ya wanaume, asilimia kubwa ya wanaume yafika mpaka 75, wamepoteza mwelekeo na ule arrijalo qawwamuna 'ala an-nisaa. Wanaume wamekuwa tatizo,
sana, ambapo tulitegemea wao ndio wawe viongozi wetu, sie na watoto wetu. Wao ndio wamekuwa changamoto ya kuharibu maadili ya watoto wetu. Nikisema wao ndio wamekuwa changamoto ya kuharibu maadili ya watoto wetu, kumfanya mtoto wa kiume akapoteza mwelekeo wa uume wake, akawa shoga, ni mwanamume ndio aliyomsababishia.